Kwa hiyo upatikanaji wa bidhaa hii ya mafuta umekuwa ni mgumu kidunia, sio sisi tu Tanzania. Lakini kwa jitihada kubwa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu tumeweza kuhakikisha kwamba tunapata mafuta wakati wote. Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa, mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi, kwa sababu na yenyewe kuna changamoto. Saa zingine utoaji wa mafuta kwenye madepo unakuwa na yenyewe wa taratibu. Kwa hiyo tuhakikishe mafuta yanapatikana. PDPA tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini, na tusisubiri kwamba yako njiani. Tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Kwa nini nasema hivi? Nimeangalia mwenendo duniani, kuna meli nyingine zinageuzwa zinapelekwa kwenye masoko ambayo hayana mafuta kwa sababu wanapata faida mara 2 mara 3. Sasa watatuacha sisi kutokuwa na mafuta hapa. Sasa katika hili iundwe timu ya PDPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha tuna track meli hizi kwamba mzigo wote uliodhamiriwa kuja Tanzania unafika Tanzania kwa wakati. Ni jambo moja kusema meli ziko njiani, lakini ni jambo jingine meli kushusha mafuta haya na kufika. Tuhakikishe mafuta haya yanafika Tanzania. Lakini katika hili sitarajii kuna kampuni yoyote ambayo mmeingia nayo mikataba ya kutuletea mafuta kama taifa italeta taarifa ya force majeure. Sitarajii. Kwanza ninakataa taarifa yoyote ya force majeure. Force majeure ni kushindikana kwa kutekeleza mkataba. Kwa anaweza kama mtu akatokeza akasema mimi nimeshindwa kutekeleza mkataba wangu, akatuweka sisi katika hali mbaya ya upatikanaji wa mafuta. Mikataba ilishaingiwa, hatutarajii wao wasosi mafuta kokote wanakojua yanapatikana. Sisi tunachotaka katika soko letu ni mafuta yafanyaje, yafike. Lakini vile vile TPDC kuhakikisha kwamba mafuta yote ya miezi ambayo bado hatuna yanafika nchini. Na hii katika hili elekezo nililolitoa, maelekezo niliyotoa kwa PDPA ya hatutokubali force majeure, ina maana na nyinyi kwa ukaribu zaidi, na nyinyi kwenye timu ile ya PDPA mnaingia, EWURA, TPDC na PDPA na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sasa sitarajii kwamba kule yanakopatikana kwa suppliers, sitarajii kuona kwamba nao wanashindwa kupakia mafuta, ili tuhakikishe wakati wote tuna mafuta ya kutosha hapa nchini. Niwahakikishie Watanzania mafuta tunayo, na serikali itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha shughuli ziendelee kama kawaida kwa upatikanaji wa mafuta wa wakati wote. Kwa hiyo kuanzia leo natarajia kuona EWURA mpo barabarani kwenye madepo kuhakikisha hakuna mafuta yanayofichwa, ili watu kusubiria ile speculation ya bei kwamba bei itapanda na kadhalika. Lakini PDPA nataka tuanze kupeana taarifa za kila siku za haya mafuta yanayokuja, ili tuhakikishe tuna usalama. Vivyo hivyo TPDC. Ndugu zangu, inatakiwa tuwe macho, kwa sababu bidhaa ambayo sisi tunaitaka na tunaitarajia ifike, kuna wenzetu hawana. Natolea mfano, kuna nchi moja ambayo hivi ninavyozungumza sasa bei zimepanda kwa 30% za ununuzi. Kwa hiyo kuna meli ambazo zinatamani kuyapeleka hayo mafuta kwenye nchi hiyo ambayo imeshapanda 30%. Sasa sisi lazima tuwe macho.
ili kuhakikisha meli zote za Tanzania zinakuja Tanzania. Nadhani tumeelewana. Katibu Mkuu, utaratibu hili, na mimi nitapokea taarifa kutoka kwako siku hadi siku. Tunaona hali inavyozidi kwenda, na tunaomba vita hiyo iishe haraka, ile chokehold iliyokuwepo Strait of Hormuz iweze kuachiwa. Lakini changamoto ambayo na yenyewe ipo nyingine tunaiona ni kwamba hata chokehold ile ikiachiwa, kwa sababu katika production ya crude sasa unatazama Bwana TV.